Watu pekee ambao mimi nagombana nao ni wale wenye pombe feki tu. Lakini kama umeweka product yako ni nzuri, tunawa encourage vijana, kina mama, tuingie, tuchangamke, tufanye biashara. Mume nimemjua kabla ya madaraka, kwa nini na yeye amechangia kwa sehemu yake mimi kuweza kufika hapa. Kwa hiyo kwa kweli anastahili heshima yake. Hongera kwa kuwepo hapa sasa hivi na umependeza sana. Asante sana, nashukuru sana, nimefurahi kuwepo hapa. Natamani kusikia furaha yako baada ya kupewa mwaliko kama mgeni rasmi kwenye uzinduzi huu leo. Ulipokeaje? Nilipokea kwa furaha kwa sababu la kwanza ni shughuli ambayo leo inaenda kuongeza idadi ya biashara ambazo tunazo kwenye sekta. Na mimi kwa kweli whether ni biashara ndogo, biashara ya kati, biashara kubwa, nikipata nafasi ninakuja mimi mwenyewe kwa sababu biashara yoyote inao mchango kwenye swala zima linalohusiana na biashara. Leo hii amezindua brandi yake Riviera ambayo ina products 4: whiskey, gin, vodka pamoja na Jagaboom. Products ambazo zina quality, alafu ni mwanamke. Kwanza hii ni sector very competitive, ameonyesha kwamba anaweza. Kwa hiyo la kwanza ni kumtia moyo kwamba umeingia kwenye sekta ya biashara. Sisi kama serikali, hususan mimi ambaye nimeaminiwa kwenye sekta hii biashara na Mheshimiwa Rais, kumhakikishia kwamba niko pamoja naye. Lengo letu ni kuona brandi imeingia sokoni, inakuwa na inaendelea kubaki sokoni. Kwa hiyo kwa kweli nimpongeze sana Loveness, amefanya kitu kikubwa sana na ni ujasiri mkubwa sana kuingia kwenye sekta hii ambayo ni sekta yenye ushindani mkubwa sana, lakini ametueleza namna ambavyo products zake zinapatikana. Kwa kweli mimi mwenyewe nimejiridhisha, products zake ni nzuri na tunamtia moyo na tunawatia moyo wa Tanzania wengine pia kwamba kuingia kwenye sekta hii ndogo ya vinywaji ni jambo zuri sana. Loveness ameingia, amefuata utaratibu, yuko ndani ya biashara. Kwa hiyo na wengine huko nje ambao wana ndoto ya kufanya hivi au tayari wanafanya lakini hawana ithibati, hawana vibali vya ubora, basi tunawasihi waingie wakiwa wanajali afya za Watanzania. Wanakuja, tumerahisisha process zetu na tulishasema siku hizi hatumfungii mtu. Kama product yako ina ubora tunakusaidia ili uendelee kubaki kwenye soko. Watu pekee ambao mimi nagombana nao ni wale wenye pombe feki tu. Lakini kama umeweka product yako ni nzuri, tunawa encourage vijana, kina mama, tuingie, tuchangamke, tufanye biashara. Na mimi niko hapa, kijana mwanamke, una biashara yako, you need me there, niambie tu, mimi nakuja kama hivi na kusapoti, tunazindua wote, tunafurahia wote matunda ya kuingia kwenye biashara. Na ulitumia muda gani kujiridhisha kwamba vinywaji hivi vina ubora ule ambao unatakiwa kama waziri wa viwanda? Sasa vinywaji ambavyo kwanza vinazalishwa nchini kuna taratibu zake ili viweze kuingia sokoni. Bila taratibu zake vya ubora. Na mimi kwa mfano chini ya wizara yangu ya viwanda na biashara zipo taasisi ambazo zinahusika kwenye ubora. Lakini zile ambazo pia zinatoka nje ya nchi, kuna taratibu zake za kuhakikisha kwamba zinaingia kwenye soko la Tanzania. Kwa hiyo mimi na wenzangu tumepitia zile taratibu, zimefuatwa kwa ajili ya soko la Watanzania. Lakini hata sasa hivi kupitia FCC tunazidisha kuboresha udhibiti kwa bidhaa ambazo zinatoka nje ya nchi. Kwa mfano mtu akileta bidhaa hapa leo, Mtanzania hajui bidhaa kule nje imetoka wapi. Kwa hiyo tumeanza kuanzisha process kidogo tuwe traceability. Kujua kama leo wewe unauza pombe, jina lako nani mwandishi? Naitwa Gabi. Kama unauza brand yako inaitwa Gabi, unatoa nje ya nchi. Gabi unatuambia brand hii inatoka Dubai. Inatoka Dubai. Sisi tukiona brand hiyo inaingizwa kutoka nchi nyingine yoyote tofauti na ambapo umedeclare, obviously tutazuia kwa sababu moja kwa moja inaleta indication kwamba ni fake. Utaratibu wa traceability kuhakikisha kwamba products zile ambazo zinaingia nchini hususan pombe zinakuwa salama kwa Watanzania. Wengine watasema ni process ambayo inaleta usumbufu kwenye biashara na nini. Haileti usumbufu. Hata wafanyabiashara tumewapa hiari ya kudeclare. Na kwa nini usitake kudeclare? Kwa sababu ni jambo ambalo linahusisha afya za Watanzania. Tuna imani mfanyabiashara yoyote mwenye nia nzuri ata cooperate, si ndio hivyo? Kwa hiyo tumewapa hiyo hiari kwamba unaweza ukaturahisishia kwenye recordation yetu tukapata traceability ili kuendelea kuwathibitishia Watanzania tunayouza wewe
salama, kwa sababu tunaweza kutrace kutoka kule ambako unachukua. Hongera sana. Lakini hivi karibuni tuliona taarifa ya kukamatwa kwa pombe feki, ambapo wewe ndio ulikuwa ukiongoza operation yenyewe. Ilikuwaje na imefikia wapi baada ya kukamatwa zile pombe? Lile zoezi ni endelevu, sio zoezi la siku moja. Sisi tunafanya surveillance continuously, yaani nyakati zote. Kwa nini? Tunataka bidhaa zilizopo sokoni ziwe bidhaa ambazo zina afya kwa Watanzania. Ndio jukumu letu kupitia taasisi yetu. Asante sana, asante. Kupitia taasisi yetu ya FCC. Kwa hiyo ni zoezi ambalo toka nimekasimiwa kuwa waziri kwenye hii sekta mwezi Novemba, niliwaambia wenzangu ni muhimu. Malalamiko ya pombe feki yamekuwa ni makubwa, ni muhimu tuanze kufanyia kazi. Na kwa nini tunapata mafanikio japo ni kidogo? Bado mimi sijafika kwenye level ambayo ninaitaka, na nimeendelea na mikakati yangu na siwezi kuieleza kwa sababu ni mikakati ya siri, ili niweze kuendelea kulinda afya za Watanzania. Kwa hiyo ninaendelea na zoezi hilo. Ile ilikuwa tu ni sehemu ndogo ya zoezi kubwa ambalo linaendelea kulifanya, ambacho nataka niwahakikishie Watanzania. Mheshimiwa Rais alituagiza ni lazima kulinda afya za Watanzania, na ndio jambo ambalo tunalifanya kwa nguvu zote. Lile mliloliona ni zoezi ambalo ni endelevu, na tunaendelea kufanya hivyo kuhakikisha pombe ambazo ziko sokoni ni pombe ambazo zina afya kwa Watanzania. Watu wengine vijiweni wanaweza wakasema waziri wa viwanda na biashara ni mwanamke, lakini mambo anayoyafanya ni makubwa zaidi hata ya wanaume. Haogopi labda hawa watu ambao wanaingiza hivi vitu hapa nchini kwetu, na amejihakikishia kiasi gani kuhakikisha kwamba anapambana nao moja kwa moja na kuthibitisha kwamba anakwenda kuteketeza kabisa wale ambao wanaingiza pombe feki nchini Tanzania? Kwanza, sifanyi zaidi ya mwanaume, ninafanya tu kulingana na majukumu ambayo nimekabidhiwa kuyafanya. Lakini la pili, mimi naenda kwa mujibu wa sheria. Nilianza kwa kukwambia pombe feki ni jambo ambalo halivumiliki, na mimi nimejipanga kuhakikisha tunapambana na pombe feki, na vipenyo vyote tunavijua, na kote michezo yote tunaifahamu. Sema tu ni waga tunataka tufanye, alafu ndo tuseme tumepata mafanikio gani. Ukitangaza mbinu zako kabla hujapigana vita, lazima watakupa timing, watakula timing tu, si ndio hivyo kwa hiyo sisi ambacho tunataka wenzetu ambao wako kwenye hii sekta, kama unafanya biashara ya pombe feki, kwa kweli tunawasisitiza waache, kwa sababu watapata hasara, kwa sababu sisi tumejidhatiti kudhibiti. Waache, waingie kwenye mfumo sahihi wa kufanya biashara. Na nimesema sisi hatudhibiti product ambazo zina ubora, sema hazijapata ubora, kwa sababu kuna vijana wengi wanaanzisha biashara zao, sio hivyo. Zile ambazo zina ubora, sema wako kwenye press kupata ubora, sisi wenyewe tunawasaidia wapate. Lakini zile ambazo ni brandi ipo na wewe unatengeneza feki, kwa kweli hatuna uvumilivu. Kwa hiyo kama wanafanya waache, kwa sababu kwa kweli watapata hasara. Sisi tumejidhatiti katika kupambana na swala la pombe feki. Na nimekusikia ukisema wale ambao wanatengeneza baadhi ya vinywaji ambavyo bado hawajakwenda kudhibitisha ubora wake, hata mkikamata siku hizi hamtaki kuwafungia, ila mtawapa darasa. Hebu waambie hawa ambao ni wawekezaji wadogo wadogo wanataka kuja kuweka vibali vyao vikae sawa na quality yao ionekane iko bora kabisa serikalini, lakini bado wana uoga, wanadhani ni gharama kubwa, wanadhani wakija kujitokeza watakamatwa na vitu kama hivyo. Mheshimiwa Waziri, kwa maneno yako, kiwango chako cha uongozi kwenye waziri wa viwanda na biashara, hebu zungumza nao mwenye wasiwasi. Kwa mfano nitazungumzia TBS. Ukitaka kuhakikisha ithibati ya ubora, kwa kweli tumerahisisha. Unaanza online kwenye website yetu, unajiandikisha, unatoa taarifa zako, unaenda kwenye process zote mpaka ile process labda ya kuleta sample. Ukishaleta sample, baada ya hapo pia matokeo yote unayapata online, kila kitu. Kwa hiyo kwanza tumesimplify, tumeboresha taratibu zetu kuhakikisha tunapunguza mlolongo. Lakini sisi tunajua wafanyabiashara ni wengi. TBS ilikuwa iko Dar. Mwezi wa 6 mwaka huu tutamaliza Dodoma, tutakuwa tuna ofisi zetu Dodoma kwa ajili ya kanda ya kati. Lakini vile vile ofisi zetu za Mwanza zimeshazidi 70% sasa. Tunataka kuwafikia watu wote wa kanda ya Ziwa, lakini wewe tumeanza ujenzi wa ofisi zetu za Arusha. Unaona? Kwa hiyo lengo ni nini? Kuwafikia Watanzania. Zama hizi ni zama za biashara,
mojawapo ya kudhibiti vinywaji ambavyo sio salama sokoni ni kurahisisha upatikanaji wa huduma wa kupata ithibati. Tunafanyaje hivyo? Moja, digitalization ya mifumo yetu, lakini ya pili, kusogeza huduma kwa Watanzania, mambo mawili ambayo yote tumeshaanza kufanya kwa kasi kubwa. Mambo matatu ambayo umeyapenda baada ya kuingia hapa kwa Loveness leo, ulitamani uyaseme, nakupa nafasi uweze kuyazungumza, tukwache ukiendelea kuwepo hapa. Mambo matatu ambayo nimeyapenda hapa, la kwanza, Loveness ni mwanamama, lakini ameingia kwenye biashara hii ya hizi pombe. Kwa kweli ni jambo la kumpa moyo sana na nimelipenda, hususan yeye ni mwanamke na sisi tutampa moyo. Unajua, ukiona mtu ameanzisha biashara yake hivi inabidi umheshimu sana, kwa sababu ni kitu ambacho ameweka jitihada kubwa na maarifa makubwa sana, na wanawake wengi sana siku hizi wanapambana. Yeye na wanawake wengine wote, salute. Mimi nawaheshimu sana wanawake walioko kwenye biashara. Hilo la kwanza nimelipenda, yeye ni mwanamke na amekubali uthubutu. Lakini la pili ambalo nimelipenda, ameingia kwenye biashara kwa nguvu. Mwaka jana alimeleta brandi zake za wine, lakini leo amezindua product 4 kwa pamoja: whisky, vodka, gin na Jager Boom. Kwa kweli ni jambo ambalo ni kubwa, nimelipenda kwa sababu hajaingia kinyonge kwenye sekta. Lakini la tatu ambalo nimelipenda, nilivyokuja hapa, Loveness hajaangalia tu biashara yake. Ile eneo lina biashara nyingi tayari, ameshaniambia mheshimiwa, kwenye eneo hili labda ufanye 1, 2, 3 kwa ajili ya kuboresha zaidi biashara hapa. Kwa hiyo sasa ni mtu ambaye analipenda taifa lake, anapenda sekta nzima ya biashara. Kwa hiyo la tatu ambayo nimelipenda, haangalia yeye peke yake, bali anaangalia na maeneo mengine ya biashara ili kwa pamoja tuweze kuyainua. Mheshimiwa, unapata muda gani wa kupumzika? Maanake na kuona kwenye matukio mengi ukigusa jamii moja kwa moja kama kiongozi, waziri wa viwanda, biashara, lakini una watoto, una mume, unapata muda gani wa kupumzika na familia? Muda wa kupumzika napata. Kazi ni it's engaging, lakini namshukuru sana mume wangu, kwa kweli yuko very cooperative. Inawezekana mimi nisiwe na muda, lakini yeye kwa kweli anajitahidi sana. Mimi sehemu labda nikiwepo anajitahidi, anakuja, we spend the time together. Lakini na watoto wangu wawili pia najitahidi sana kama mama, especially on weekends. Kwa kweli weekend kama sina majukumu mengine ya kikazi, kwa kweli huaga na reserve kwa ajili ya familia. Kwa hiyo naheshimu sana majukumu yangu kama mama, naheshimu sana majukumu yangu kama mke, kwa sababu kwa kweli nampenda sana mume wangu. Haya majukumu huaga yataisha, lakini mume uko naye mpaka uzeeni. Sasa lazima nitenge muda ili na baba naye afurahi kuwepo na mimi wakati wote, na watoto pia wafurahi kuniona nyumbani. Unajua, kwenye maisha yetu ya kawaida kuna wanawake wengine wanapokuwa wana nafasi kubwa labda kumzidi mume, kuna zile dharau na vitu kama hivyo, lakini wewe unaonekana ni mwanamke mnyenyekevu, mstaarabu na unayeheshima kwenye ndoa yako. Hongera kwa hilo. Asante sana, nashukuru. Mume nimemjua kabla ya madaraka, kwa nini na yeye amechangia kwa sehemu yake mimi kuweza kufika hapa. Kwa hiyo kwa kweli anastahili heshima yake, na ukiona unaanza kuto kumheshimu mwenzako kwa sababu ya madaraka, basi inabidi uendelee kumwomba Mungu akujalie busara ili urudi kwenye mstari ambao ni sahihi. Swali langu la mwisho kabisa, kama itakupendeza, mtoko wa leo umegharimu shilingi ngapi? Mtoko wa leo ni chipu kinoma, hata 500 haijatoboa.